Kwa hivyo Lauhul Mahfuz kama tulivyoambiana ni jumbile kubwa linalonasibika na kukaa juu huko mbinguni. Katika mbingu ya 7 tunaambiwa ndani yake yameandikwa hayo tulioeleza mpaka siku ya kiyama. Akaendelea kutuambia ahata bikulli shay'in ilma, ahata bikulli shay'in ilma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekidhibiti kila kitu kwa elimu, sio hisan, sio kwa hisia. Kwa sababu kwa mfano ukichukua gololi ukaitia hapa, unasema hii umeidhibiti kwa sababu imezungurukwa kila upande. Mwenyezi Mungu akiambiwa aliposema katika aya ile anasema wa huwa bikulli shay'in muhit, ndio hivyo, wa huwa bikulli shay'in muhit, na yeye kila kitu mwenye kukidhibiti. Ihata ni kukizunguruka kitu kwa hali zote na kukidhibiti. Kwa mfano walillahi almathalul a'la, Mwenyezi Mungu sio hivyo kwamba yeye kila kitu kakiingia alafu kakidhibiti, la. Ihata hapa ni ya elimu, kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu amekidhibiti kwa elimu, kwa sababu yeye sio jumbile, sio kiwiliwili, sio kiwiliwili. Kwa hivyo kila kitu Mwenyezi Mungu amekidhibiti, ndio akasema ahata bikulli shay'in ilma. Amekidhibiti Mwenyezi Mungu kila kitu kwa elimu, hakimpotei wala hakidondoki wala hakikurupuki kikaepukana na elimu ya Mwenyezi Mungu kila alichokiumba. Bali ndio tunaambiwa kwamba yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anajua dhati yake, anajua sifa zake, anajua matendo yake. Kwa maana elimu yake ni shamil, kila kitu imekidhibiti. Wa ahsa kulla shay'in adada. Tulipomalizia hapo, nakumbuka darasa letu ndio hivyo, wa ahsa kulla shay'in adada, tulimalizia hapo. Na amekidhibiti kila kitu kwa idadi. Amekidhibiti Mwenyezi Mungu kila kitu kwa idadi, hakuna kimoja asichokuwa idadi yake, kwa jumla na kwa upambanuzi, kwa kimoja kimoja. Na kwa mfano sisi ni juz'iyatin kathira, sisi ni muunganisho wa vitu vingi. Murakkabun jismun huwa murakkab, sisi ni tumeunganishwa kwa vitu vingi ndio mpaka tukapatikana kiwiliwili. Sasa hivi vyote vilivyounganishwa kimoja kimoja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakijua alichotuunganisha mpaka nikawamia au kawawe kimoja kimoja. Kwa hivyo ananijua mie na wewe kwa ujumla wako, na ananijua mie na wewe kwa juz'iyati, kwa sehemu yako moja moja uliounganishiwa mpaka kwa akili, kwa sababu kiwiliwili ni kile ambacho kimeungana, kilichounganishwa mpaka kikapatikana, ndio kinapatikana kiwiliwili. Huku kunaitwa al-jawharul fard, jawharul fard sasa wana zile seli ambazo huunganishwa huku wanaita. Kwa hivyo ili ipatikane mwanzo wanasema angalau zianze 2 na zaidi, ndio inapatikana kwanza kiwiliwili, inapatikana kwanza kupatana kiwiliwili jismu. Kwa hivyo yeye ndio Mwenyezi Mungu aliyotuunganisha hivyo. Kwa hivyo kakidhibiti kila kitu kwa idadi. Ukiona hizo punje za mchanga unazoziona hapo hizo nje, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaujua mchanga kwa ujumla na kwa mmoja mmoja. Kwa nini? Yeye ndio aliumba. Sharti moja ya ungu basi ni kujua yule muumbaji kile anachokiumba, ni kukijua muumbaji kile anachokiumba. Sasa ishara ya kuwa mtu si Mungu anajitangaza au vingine yote ni kutokujua, sio alichokiumba, kile kilichopo na aliyokiumba vipo tele, au anajitangaza Mungu hawajui. Ndio maana mitume wale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuja, sababu katika watu werevu wenye akili kali kabisa kushinda watu wote wa zama zake, huwa ni yule mtume aliyopelekwa. Hawawezi kumchallenge kwa ukubwa wa akili yake na uwezo wake Mungu anampa, ili kazi yake iwe wepesi kufanyika kwa wale wanaolingania. Kwa hivyo wanapojitokeza wengine wakataka kutia dosari na kutoa hoja za kutaka kumwangusha
Mtume yule anakuwa makini kabisa, kwa sababu anamfahamu na anajua mjibu nini. Na katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoyapenda ni mtu kuitumia akili yake. Akili usitie ndani ya box. Akili usitie ndani ya box, ipe nafasi yake, sababu ndio nyenzo itakayokufanya wewe, kama umepewa akili, si mwenda wazimu, ndio nyenzo itakayokufanya ama mtu upate pepo, au Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwao upata pepo, au iwe ni sababu ya mtu kupata moto. Mwenyezi Mungu atulinde na hao akili. Sasa